Neno la Mungu asubuhi ya leo, Warumi sura ya 12 na mstari wa 1. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, mtolee miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya pumzi ya uhai. Ametupa tena nafasi ya upendeleo kuweza kuishi siku ya leo. Ikiwa leo ni siku ya ibada, ni kusitu upange kwenda ibadani. Lakini kabla hujafika ibadani, basi usikilize hili kwamba Mungu anatamani sana tumwabudu yeye katika roho na kweli, tumwabudu yeye kupitia miili yetu. Ni mara ngapi ambapo mwili wako umekuwa sababu ya kumkosea Mungu, au wewe mwenyewe umeamua mwili wako uwe sababu ya kumkosea Mungu? Ni mara ngapi tumeacha miili yetu ipende na kufanya vitu ambavyo si mapenzi ya Mungu? Leo Mungu anasema na sisi kwamba imefika wakati sasa ambapo hata miili yetu inabidi mheshimu yeye. Kupitia miili yetu basi Mungu akapata ibada ya kweli, na hiyo ndio ibada ya roho ambayo anaitamani. Tusipende kuitumia miili yetu vibaya kwenye mambo mabaya, mambo ya ushirati, mambo ya uzinzi, mambo ya uvutaji wa sigara na bangi, mambo ya ulevi, mambo yote ambayo ni machukizo. Basi tuiepushe sana miili yetu kufanya hivyo, kwani Mungu anahitaji sana miili yetu ili tumike katika kumwabudu yeye kwenye roho na kweli. Nakusihi mtumishi wa Mungu ambao umepata kibali cha kusikia message hii, neno hili la Mungu asubuhi ya leo, basi ufanye mwili wako kuwa dhabihu takatifu kwa Mungu.